أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والصلاة والسلام على من قال: كفى بالموت واعظا. صلاة وسلاما عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الكرام الميامين الأمناء الذين حملوا عبء هذا الدين إلى الآفاق حتى استفادت الأجيال بعدهم. صلاة وسلاما كذلك على من تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. baada ya kumlani shetani aliyefukuzwa katika rehema za Allah, tunaanza kwa jina lake Allah Ar-Rahmani, mwenye rehema, Ar-Rahim, na mwenye kurehemu. Kila sifa zote takatifu ni zake aliyesema kila nafsi itaonja kufa, na hakika mtalipwa mambo yenu mema na maovu mlioyatenda. Siku gani? Yaum al-Qiyama, siku ya kisimamo, siku ya maulizo. Faman zuhziha 'ani an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz, atakayesukumwa akatoka kwenye njia ya motoni akaingia peponi ameshafaulu. Wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur, na uzima wa hapa duniani ni mapambo ya kupita yanayodanganya watu tu. Rehma na amani zimwendee mpenzi wetu, kiongozi wetu, mfano wetu, mwalimu wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema mauti, kufa kwake mpaka kuzikwa kwake ni fundisho, inatosha bila kupewa mawaidha. Mtu akiwa na maiti yake hapa ya ndugu yake, baba yake, mtoto wake, rafiki yake, hahitaji mawaidha. Maiti imelala mbele yake pale ni mawaidha kwake. Kama ni mwenye kulia analia, hakupigwa na mtu wala hakutukanwa na mtu, na anafikiria mangapi. Huyu sasa hivi alikuwa anavaa cravat, yule alikuwa anavaa kanzu, anajipodoa, sura inapendeza, lakini sasa hivi yeye na dunia mambo yamekwisha. Ni mawaidha mengi sana, na ndio maana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema haina haja maneno mengi, mawaidha mengi mahala penye kilio. Kwa wenye akili na hasa wenye kuwa na moyo mzima, kwa sababu akili ni singa, ziko katika servozi na waka zinapita zinagongana na nini, lakini moyo ndio uko na elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana hata mtu akihifadhi, akisoma, sio kichwa ndio kimesoma. Kama amefahamu, sio kichwa ndio kimefahamu. Kama amesahau, sio kichwa ndio kimesahau, ni moyo. Moyo ukiwa mzima, mwili wote unafuata. Moyo ukiharibika, mambo yote yanafuata. Rehma na amani pia ziwaendee watu katika familia yake, ndugu zake waliomfuata kwa mwendo mwema, na rafiki zake waliojitahidi kuichukua amana ya Uislamu kwa mali zao na nafsi zao. Wamekufa, wamekuwa vilema, wamefilisika kwa ajili ya la ilaha illallah. Sisi tunataka tulie kwenye la ilaha illallah ndio tupatie utajiri.
na wengine walikuwa wanatoa vyao kwa la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ndio tofauti yetu sisi na wale watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Uislamu umefika mashariki na magharibi kwa juhudi walizozifanya, na wote wanaojitahidi kuwaigiza hao watakatifu kwa mwendo mwema, tunawaombea pia rehema na amani. Tumekutana hapa kwa kilio cha dada yetu, kifo chake ambacho ni lazima angekufa kwa wakati wake maalum. Na kufa sio kuumwa, kuumwa sio kufa. Kufa ni ajali. Allah anatuambia katika surati al-Munafiqin au al-Munafiquna ala sighati harakati al-hikaya, ni kwamba idha jaa ajaluhum, idha jaa ajaluhum, itakuja ajali. Ni kwamba utadhani ajali inafunga safari, utadhani ajali inatoka mbali. Ndiyo, ajali ni kitendo kinapatikana, kinakuwa ni sababu ya mtu kufa, lakini kifo chao chenyewe kiko shingoni. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Hablul warid ni hii mishipa mikubwa inapita ndani damu kwenda kichwani kufuka. Allah anasema mkimuona maiti amekufa msidhani kifo kilikuwa mbali. La, kifo kiko pamoja na kila mwanadamu, kama vile hii mishipa yake inayopandisha damu na kuteremsha. Ikiwa kama tunaambiwa hayo yote miaka yote, lakini kwa nini sasa wanadamu wengi si watu wa imani, si wacha Mungu? Na tukiondoka hapa tunakwenda kwenye kisimamo. Kule hakuna starehe tu bwana. Starehe ni baada ya hisabu. Kwa sababu ikiwa ulipewa umri wa kuishi, uko na akili, umebale, kitabu kinaanza na wewe. Kabla ya kubalighi kitabu kinakuwa hakipo. Ndio maana kule kuna msamaha wa Allah kwa wale watoto wadogo au mwenda wazimu, au mtu amelazimishwa utafanya hivi, la sivyo unapigwa, unauawa. Lakini kwa mwingine ambaye hayumo katika wale waliosamehewa, kitabu cha madhambi, kitabu cha thawabu kipo. Na jinsi mtu anavyoishi anakuwa kama vile utadhani aliumbiwa ardhi, atakuwa hapa milele na milele. Japo tunaona wenzetu wanatutoka, watoto, mimba, wenye tuko sawa na wakubwa zetu wanakwenda, sisi tupo hapa. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anasema, kama malakul mauti anakupita wewe anakwenda pale, si kwamba wewe hautokufa. Akikuvuka akaenda pale, si kwamba wewe amekusahau, lakini dakika yako bado haijafika, sekunde yako bado haijafika. Na mwanadamu kufa ni kitu kidogo sana, pumzi tu. Hivyo umetumika hivi, tunapumua, tunakokota. Ukikokota usirudishi, umekufa. Na ukairudisha ile pumzi ukashindwa kwa kokota ya pili, umekufa. Haihitaji kazi kubwa. Mtu amekaa hapo anakufa na nyinyi hamna habari kwamba kisha kufa. Sasa kilio tunakutana kila mara, tunakumbushana haya. Lakini tukitoka tu hapa tunarudi kwenye maisha yetu yale, kama ni maovu ni yale. Na Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kutuua kwa mpigo mmoja tufe sisi wote, kwa sababu sio katika mipangilio yake.
hata kulipatikana tufani ya Mtume Nuhu alayhi wasallam, hakuna kilichobaki, lakini kuna wenyewe waliingia naye ndani ya meli. Kama wale wangekufa na sisi tusingepatikana. Na kwa sababu alishapanga kuna siku ya kuwamaliza wote hao. Maadamu haijafika, hakuna mtu ni Hitleri, ni Firauni, ni nani anaweza kumaliza waja wa Allah. Haiwezekani. Ni ile tu kwamba kuna wanadamu wapumbavu wajinga wametawaliwa na mashetani wao waovu, wanawashinda nguvu. Wanaona mimi nitawachinja wote niwamalize, nitawafyeka wote niwamalize. Haukuumba. Na unaweza kaita polisi ukachinja watu. Mtume Musa alayhi salatu wasalam ni rescape. Rescape maana yake yule aliyepona katika kampeni ya Firauni ya kuua watoto. Tena watoto wanamume. Kila mama alikuwa akizaa anajua mtoto mwanaume anaanza kilio, kwa sababu polisi wa Firauni wataingia, watamkamata, watakwenda kumuua. Kwa nini? Kuamini machawi au jamaa ni hatari kubwa sana. Ndio maana Musa alipewa fimbo na miujiza ya kuwashinda wale wachawi, na wale wachawi ndio walisilimu wa kwanza. Walikuwa wanajua uchawi kweli. Walimwambia Firauni, kuna mtoto atazaliwa katika nchi yako, ndio atakuja kukumaliza. Kwa kuwa hana imani ya Mungu, japo anamjua Mungu ndani ya moyo wake. Kwa sababu mwanadamu ni mwanadamu tu. Kibri ni kitu kibaya sana, jeuri sifa mbaya sana. Ndio maana mtu haingii mwenyewe iko na sawa kaumpunja kaucheli ka kibri ndani ya moyo wake, hata ingia peponi. Hayo ni maneno Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulu jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min khardal min kibr. Kiburi, jeuri, kujisikia wewe nani? Ukiwa na cheo, kiburi, mabavu wengine, kiburi, pesa au nini. Tena hakuna mtu anaweza kuwa na pesa kuliko wote. Ila tu akiwa na kale kafungo kake amekaa nako mfukoni, basi haki sababu ya kiburi. Na hakuna mtu anaweza kuwa na cheo kuliko wote, haiwezekani. Huyu ana cheo kuliko yule, yule ana cheo kuliko huyu, ana cheo kuliko huyu, mpaka cheo kinaishia kwa Allah Jalla Jalaluhu. Sasa kama ukiwaona watu wanafanya vitu vya namna jeuri, ni kwamba Firauni ni mfano wao. Akawaamini wale wachawi, na kweli walisema ukweli. Sasa akadhani kwamba kwa kuwa na wajeshi, ana wa polisi, atafika, atamaliza, hakuna mtoto atakuja tena kumtoa. Uweni. Akaua mpaka Firauni sema yudhabihuna abnahum wa yastahyuna nisaahum. Anaua watoto wadogo, anadhani kifo atakimaliza. Anawatesa watu, wanawake wanafanywa mambo machafu na nini, anadhani wataogopa kubeba mimba. La, mpaka siku mtoto alizaliwa, Allah akamwambia mama Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Mama Musa, nionyesha mtoto wako. Sasa ilikuwa ni kutetemeka nyumba nzima, jamani, sasa tutamlelea wapi? Lakini mwanamke ni mwanamke, tena mwanadamu. Akatetemeka. Alipotetemeka, Allah akamwambia basi mtengenezee kitu umweke ndani yake, weka majini. Ya'khudhuhu aduwwu li wa aduwwu la. Adui yangu na adui yake atamchukua. Imagine, na nguvu zote na kibri na ujanja na wachawi na nini. Wachawi wapo, walimwambia kutakuja mtoto, lakini anamlea kwa sababu lazima afe kwa kupitia huyo mtoto. Takbir. Hakuna kukimbia kifo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun.
enyi wenye imani, enyi waumini, kwa sababu hapa imani ni zawadi ikimfikia mwanadamu, akili yake inafanya kazi vizuri. Macho yake yakiangalia ataangalia vizuri, masikio yake yatasikia vizuri, mikono yake itafanya vizuri. Yaani mwili wote utakwenda vizuri na viumbe vyetu vya pembeni vitafurahi. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum. Ikiwa ni mali au watoto, zamani ilikuwa watu wanajisifia akizaa watu wanaume, anatembea mji mzima, simba nimezaa simba, nani mwenye atanisubutu. Ndio maana Allah ameleta aulad. Leo watoto leo labda ni petroli, la tulhikum petrolukum wala la tulhikum viwanda vyenu, teknolojia yenu isikusumbueni msahau mkamwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na atakayefanya hivyo basi yeye yuko katika watu wamepata hasara. Wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni fi sabilillahi, katika vile tulivyokupeni riziki. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, kabla mauti yako yanakuja yanatufuata, lakini bado hayajatufikiria, si ndio? Yakitufika hatuna ujanja. Ita waganga wa Amerika, ita waganga wa China, wa Japani, malakul mauti akija hawatomuona, hawatomsikia, agongage mlango, fungeni kabisa na mfungeni na bunker kule kwenye Hitler alikuwa anaishi. Malakul mauti hakuna kitu kinachoweza kumzuia. Zungukeni waganga 1000, lakini anaondolewa na wao wametizama, wanainama. Hapo ndipo mwanadamu anakuwa naishiwa. Min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, akisha kufa tu yakula. Sasa hii fa katika Kiarabu sio thumma. Tofauti ya thumma na fa ni kwamba thumma inaweza kuwa baada ya dakika 30 baadaye itatokea kisha, lakini fa ni hapo hapo anatolewa roho na anaona akhera. Fayakula rabbi laula akhartani, Mola wangu na kuomba unicheleweshe. Kwa nini anaomba? Kwa sababu ashatoka duniani. Sasa kutoka duniani ni sekunde, kama vile kuingia sekunde moja, si ndio? Sekunde kuzaliwa, sekunde kufa. Hakuna muda wa kuzaliwa, ni machungu tu katika ile thumma sabila yasa. Sasa sabila sio mwanamke akisukumwa hivi wakati kuzaa anaweza akafa. Ndio maana thumma sabila yasara, njia inafunguliwa na Allah pole pole kwa huruma ya huyu mzazi. Laula akhartani ila ajalin qarib, basi kidogo tu tena nirudi ya Rabbi, naona kwenye nakwenda kama ni kubaya, na mimi sikujitayarishia kufa sasa hivi. Fa asaddaqa wa akum min as-salihin, nitoe sadaka nyingi. Kwa nini alikuwa bakhili? Juu kile anaanza kuomba nini? Nitoe sadaka. Maana alikuwa bakhili mkubwa sana, akiambiwa fi sabilillah usimwambie. Fa asaddaqa wa akum min as-salihin, na alikuwa muovu kwa sababu mali yake ilikuwa ni kwenda uzinifu, kwenda kuwapiga watu, kumfungisha mtu, kumfukuzisha mtu nchini kwa pesa zake, kwa sababu ameingia katika barabara zake, au anafungua duka linakutana na duka lake, hataki fungeni duka. Yani mali yake ilikuwa ni fimbo kwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, haikuwa kwa ajili ya kuwanufaisha waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Allah anajibu nasema lan yuakhir Allah nafsan. Lan katika lugha ya Kiarabu inaitwa lugha za mahsharia. Lan ni abadan, haitowezekana kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtokuwa watu wema mpaka mtowe fi sabilillah katika vile mnavyovipenda. Lan yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim,
hawatoamini. Ya Rasulullah, fanya ujuavyo, omba dua, walinganie na nini. Hao hawatoamini mpaka waone adhabu, kama Firauni alivyoona maji yanakuja, anakunywa, askari wake wamemalizika wote, Allah alikuwa ameshampa hadi, nitakutoa, tutakutoa kiwili chako ibada nikalitakuna liman khalfaka aya, utatoka, hautofia humo, utafia hapo, alafu maji atakutapika, wala maji hayatokumeza, wala samaki haitokula. Nataka uwe aya, mfano wa ubaya kwa wale watakaokuja baada yako. Lakini roho yake inahangaika, maji na meza, pumzi zinaanza kukosekana. Musa anamtizama, ya Musa. Musa anataka kupiga hivi ili bahari ifunike. Mwenyezi Mungu anambia, watrukil bahra rahwa innahum jundun mughraqun. Wacha bahari ifanye kazi, usileti fimbo yako tena pale. Wameshapiga fimbo, ipata barabara, mmeshavuka. Angalia tu jamaa linavyohangaika, linakunywa. Hana jeshi wa kumtoa wala hana wa kumnusuru. Vibaba vinajaa tumbo mpaka anafika fasi akasema amantu. Hajasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Nangesema ashhadu an la ilaha illa Allah, pale angenusurika na kaingia peponi bi rahmatillah. Takbir. Lakini kwa ujeuri wake na kibri chake anashindwa kusema ashhadu an la ilaha, anasema amantu billadhi amat bihi banu Israil. Yani naamini yule jamaa mwenyewe wana wa Israeli wameamini. Jeuri. Usioni mwanadamu nikakituka, lakini akiwa na jeuri si mtu tena huyo. Okay, kama ni hivyo, haya. Kunywa basi maji, ondoka. Maji akamtapika, mpaka leo hajaoza, amekaushwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anakwenda Misri anamwona huyu katili, huyu alikuwa na pesa, huyu muuaji, huyu jeuri, huyu, yani kila sifa mbaya. Ndio maana Firaun akatajwa, na ndio maana katika Firauni wa umma huu ni Abu Jahl, Abu Lahab. Abu Lahab, ukimsikia mtu anatajwa ndani ya Qur'ani kwa wema, huyo ni mtu wa peponi. Kwa sababu Allah ndiye anaijua mafi suduri, nyoyo zetu zinaficha nini, siri zetu tukiwa vyumbani sisi, kabla hata tujasema na mtu, Allah anajua tunawaza nini, tutasema nini. Hiyo tutamficha wapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana unafiki ni kusema neno ambalo halitoki moyoni mwako. Unatenda matendo hayatoki ndani ya moyo wako, ni unafiki kabisa. Na ni magonjwa mabaya kuliko hata ukafiri. Maana kafiri anakuambia mimi ni kafiri na mimi sina dini, mimi sitaki Mungu. Kuliko Mungu anasema niko na wewe lakini hayuko pamoja na wewe. Hapa ndipo palipokuwa na haki. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Lan yuakhir Allah. Sasa wewe ukiwasha gari yako katoka, unaingia ndani ya gari, unaingia utadhani wewe ndio umeitengeneza na wewe ndio Mungu wa hiyo gari, wewe ndio haiwezi kuua. Unasikia barabara jamaa alipitwa kidogo na usingizi bwana, huyo kagonga kwenye chuma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wewe umenunua kwa pesa yako hiyo barabara yako, wewe umezaliwa ardhi unaikuta hapo, hizo pesa zile umepata umezikuta hapo, kabla yako sizikuwa na wengine si mnachangia hizo pesa, na kesho hicho cheo jana palikuwa wengine, wewe ulikuwa. Yaani kitu gani wewe utafanya kipya leo hakikuwahi kupatikana huko nyuma? Ndio hapo imani inatupatia tu na akili. Mtu nakana nafsi yako tu, unaiweka nafsi yako hapa, la mimi muovu sana. Sasa sijipi nafasi. Allah tukataza wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kana kujidai sana sawa ucha Mungu. Masuala ya kujidai ucha Mungu hapo kwa Allah hakuna. Yeye ndo anajua nani mcha Mungu. Sio mtu kujisema sema wala watu wa rafiki zake. Maana Allah mcha Mungu yeye mtu mzuri, mtu ajabu. Wewe unamjua huyo akiwa yuko mbali na wewe?
ila Allah anamuona popote pale alipo. Aina maana takunu ya'ti bikumullahu jami'a, popote mtakapokuwa fichameni, Allah atakuleteni yaumul qiyamati nyote na mtahukumiwa. Kwa hiyo kufa ni kuendelea na maisha, sio kumaliza. Ingelikuwa ni kumaliza, kama vile wajamaziri wanasema afadhali nife nipumzike. Unajua unakwenda wapi mpaka upumzike? Umefanya nini? Umefanya nini kule? Umeiwekeza nini kule mpaka wewe upumzike kule? Hapa unaweza kupumzika, si umekwenda kazini. Umekuja zako kupumzika nyumbani. Ni kwako. Unayapanga unavyotaka. Utatumika saa unataka, hasa ukiwa uendo patrol sasa. Utaamka saa unatakia, utaenda saa unatakia, popote pale haombi ruhusa, utafanya unavyotaka. Lakini akhira hakuna anayemiliki ila Rabbul Alamin, maliki yaumiddin. Na ndio maana maliki yaumiddin, dini ni hisabu, sio dini manake Uislamu, Muslimin. Ad-din katika hizi aya ni maliki yaumil hisab. Kama tadinu tudano, kama unavyofanya utafanyiwa. Ikiwa ni mema utalipa mema, kama ni maovu utafanyiwa maovu tu. Tena na yule usimfikirie wallahi yule ndio anamdhulumu, yule ndio mbaya. Wao walidhulumu wengine na wale walilia. Na kila mara katika tafsiri zangu nasemaga, kama hii maliki yaumiddin singelipatikana katika sura al-Fatiha, tukaisoma kila rakaa, wasiokuwa na nguvu wamedhulumiwa ni wangapi? Ni nani anaweza kuwarudishia haki zao? Nani? Wewe umedhulumiwa na president, nani mwingine atakurudishia haki yako? Si ndio? Nani? Katika hii dunia hakuna. Umetoka umedhulumu watu, umechinja, umeua, umetukana, umenyang'anya, umetuhumu, umefanya nini, yote umekusanya mizigo na milima ya madhambi, unakwenda kule. Hawa umeonea hapa, wanasikitika, si ndio? Wasiokuwa na nguvu ya kukupiga au kukunyang'anya au kukufunga au kukukamata, wanasemaje? Wanafanyaje? Wanafanyaje? Wanainua nini? Kwa nani? Kwa maliki yaumiddin. Ndio maana tunalazimishwa tusamehe ili tupate thawabu za wenye kutufanyia makosa. Sijui kama mnanifuata vizuri hapa. Mtu anakufanyia madhambi, dhulma, unyonge na nini, ona msamehe. Si kwamba umefurahi kwamba kwa kumsamehe. Ni kwamba kuna wakati nifanye jarab la nikiwa nitamwekea nongo nitakosa hata thawabu, basi madamu yeye ananitafutia thawabu, lakini mimi pia nakuomba unipe moyo wa subira ya Rabbul Alamin, huko yaumul qiyamati ndio unilipe. Siku atakuja Mtume Muhammad sallallahu sasa anasema, ataduruna mal muflis, mnamjua nani amefilisika kidunia? Tutasema alikuwa na magaze omba, si ndio? Alikuwa president, lakini siku hizi walimtoaga kukudeta, anatembelea kanda mbili bwana. Taabani alikuwa na shamba likaungua, hakuvuna. Ni kidunia, tutakwenda kidunia, tutahesabu ni vitu tu mtu alikuwa navyo vikayayuka akatafuta bwana. Hata ukimkopesha nini zinayayuka, hata umpeleke umweke ndani ya bahari ya hela hela zinamkimbia. Mwisho na hela utajua unamkimbia mtu. Kama vile unamfataga mtu anadhani ana akili, kumbe ni mtihani. Na ndio vile vile ukimkimbia Allah amemwekea nuksi, hata ukimpa dhahabu inaruka. A'udhu billahi minash shaitani. Katika mkono wa huyu jamaa, ya Rabbi mimi sikubali, na kuomba uniondoe katika mikono yake, ili usihukumu ile dhahabu, usizihukumu zile pesa. Kwa maliki yaumiddin ni siku ya kulipwa. Kila ambaye yupo hai, akubali asikubali, atakutana na maliki yaumiddin. Siku atauliza kabla ya kufufuliwa, limanil mulku al-yawm. Hata Jibrili amekufa, Mikaili amekufa, Israfil na Israeli mtoa roho ndio atakuwa kiumbe wa mwisho kufa. Allah anamtizama
ya Israil man baqiya min khalq, mashariki na magharibi umemaliza, nani amebaki? Hata Jibril umechukua roho yake, na ndio alikuwa shefu wako. Lakini kwa kuwa shefu kwa Mwenyezi Mungu ana mipaka yake, sio kwa kuwa Jibril alikuwa shefu wa malaika ndio angemkatalia jamaa sitoi roho yake. La, ambia ya Rabbi ma baqiya ila abduka almathilu baina yadayk. Hakuna ulimwengu wote kimya, hakuna kuku, hakuna ndege, hakuna samaki, hakuna miti, hakuna vitu vyote, na ardhi hakuna, na maji hakuna, na kila kitu hakuna. Allah anambia muti ya malakal maut, na wewe sasa kufa. Unasikia kifo cha malakul maut kimetoka kwa nani? Sasa Allah alimpa ruhusa, uwezo wa kwenda kuzitoa, akazimaliza. Sasa atajitoa? Kuna mtu anaweza kujitoa, hata malaika bado. Alipochomolewa ile roho yake kwa nguvu ya kauli ya Allah, kwa kana yakulu lahu kun fayakun, kuwa na linakuwa. Malakul maut anapatwa na uchungu kama vile sakaratul maut inavyokuwa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ala inna lilmauti la sakaratin, hakika mauti bwana, kufa si vibaya, lakini kabla ya kufa, katika ule wakati wa roho kuchomoka, ni wakati mgumu sana. Jasho inamtoka mtu wakati wa iveri, wakikuweka pale tutajaza ndoo ya jasho zako. Malakul maut anasema ya Rab, kumbe uchungu wa viumbe ndio kama huu, ningejua ningekomba kabisa usinipi kazi kama hii. Sasa roho zinaanzia kwenye makucha hapa ya vidole vya miguu, na hakuna ka santimetri ka milimetri kwenye mwili wetu ila mna uzima, roho ipo pale. Mtu akizeheka sana, wazungu leo wanajifikiri namna gani watapata madawa ya kurefusha umri. Vitu ya kijinga bana. Baada kutafuta dawa, sio kutafuta vyakula watu wale, watoto wasio na nini, eti wanatafuta namna, ndio sasa Google inafikiri huko. Kibri. Wakati malakul maut anachomoa, inaitwa wanaziati kwa watu waovu. Nazaa kama vile unaona, yani unakwenda kungoa, kama ni karoti, kama ni muhogo, kama ni mihogo mitatu minne yote, yani kule chini hakuna kitu kakipande kama muhogo kamebaki, wakuonyesha yule muhogo vile umeutoa wote. Naziati, malaika wanakuja wanavuta kwa kisirani, piga mguu, piga mkono, piga kelele, nini, na kelele unayopiga pale, kuna wengine wangekuwa wanasikia kelele, wangelikuwa wanakufa kabla hata huyu hajafa. Lakini kwa watu wema, wanashitati na shitati, malaika wema wazuri ndio wanakuja kutoa roho za watu wema. Tena hata akiumia anaumia, wanambembeleza kama vile unataka kumtoa mtoto jino, unatia kidogo hivi, alafu baadaye unaleta kumbembeleza, analia, lakini kumbembeleza kwako kuna msahawisha nini? Ule uchungu. Kwa hiyo ndio maana Allah aliweka maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya hisabu, ili watu wenye akili wasidhulumiane. Asifi mtu kabla haujamtaka msamaha kama umemkosea. Asifi bwana. Yaumul qiyamah anachukua thawabu zako. Yule muflisi ndio anakuja, amemtukana huyu, kamdhulumu yule, kamuonea huyu, kamsengenya huyu, kamchonganisha huyu na huyu, anakuta sasa yaumul qiyamah anafika hivi, alidhani iko na thawabu zozote zile kama zile somo zetu za mwezi wa Ramadhani za wasiwasi, swala za wasiwasi, nini, wanachukua thawabu zake kama anato, tuleto thawabu wanawapa wale walio maliki yaumi. Hata ikiwa ni rais wa nchi alikudhulumu, au Schwarzenegger au Swinan, huna pa kumshtaki, unalia ya Rab, nilipie. Kuna wanaolipiwa hapa bana. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, na alikuwa amewaambia maswahaba, mkimuona jamaa mmoja anaitwa Uwais al-Qarani, sikilizeni, mkimuona huyo jamaa anaishi Yemen,
aliwahi kuugua vibarango. Anawapa alama za huyo mtu. Yesu ndo Rasulullah. Sio upele, vile vibarango. Vile vitasha vya kusekera. Asema alipona, lakini kuna mahala palibaki kama vile kifaranga. Huyo mkimuona muombeni dua. Anawaambia watu gani? Maswahaba wake. Na huyo hayupo pale, sio sahaba wake, yuko Yemeni. Lakini yule jamaa kwa ucha Mungu akiinua tu mikono, ya Rabbi, Allah anamjibu hapo hapo, kun fayakun. Akawaambia mkimuona huyo mumuombe dua, kwa sababu inna da'watahu mustajaba. Hakika dua yake ni moja kwa moja, haina ukingo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia mwenye kudhulumiwa, dhulma ya aina yote ile, usitaki kusema labda dhulman aliniwekesha pesa nikamnyima kumrudisha. Hata dhulma katika heshima yake, dhulma katika kumsingizia uongo. Mnajua wakati Bi Aisha radhiallahu anha ameonewa kama na wanafiki kama eti amezini, mwezi mzima wahyi ulikatika, Allah alifanya kusudi, watu wakasema Aisha kazini. Bibi Aisha analia usiku na mchana, Allah akakata wahyi mwezi mzima, mtume sema anahangaika. Aisha, kama umezini sema, siwezi mimi kusingizwa alafu nikubali. Basi nenda nyumbani kweli, kwa naona magumu, mambo magumu kweli. Watu wakasema bana, mpaka Ali ibn Abi Talib akamwambia Rasulullah, kama una hakika kweli au unasikia kama anaweza kuwa alizini, mwache. Hilo lilimchukiza Aisha mpaka siku ya kufa. Ni kama amenituhumu zina. Aliyeamua ni Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeamua hiyo vita. Angalia neno tu la kusema labda alizini. Tena hapo amelala kwenye jihadi moja hivi, maswahaba wameondoka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye kule walikuwa wamemfunikia nafasi yake, akapitwa na usingizi, wakasahau kidogo, akaondoka. Unajua Allah kitaka kuleta sababu ya matatizo au kheri, analeta sababu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mke wake ilikuwa kila akenda vitani anachagua mmoja katika wale wake zake, wewe ndio utanishirikisha safari, wewe au sio? Hiyo ilikuwa ni turu ya Bi Aisha. Aliposinzia, kuna maswahaba walikuwa wanatokea nyuma kama vile wapigania hapa huku nyuma, nao wamekwenda huku. Kufika pale kale si kale ka kibanda ka Bi Aisha nani kwenda kuzama, ni bibi mkubwa bana. Japo alikuwa mdogo kwa miaka, lakini alikuwa ni ummul mu'minin. No. Ndio ikabidi tayari pale waondoke, wakokote, yani kama vile wampeleke mpaka kufika kwenye msafara huko. Wanafiki huko simeona amezini bana, ndio kwa fitna zikaanza. Kwa hiyo kufa sio kazi nyepesi. Ndugu zako, rafiki zako watabaki wanalia. Lakini kitu ninasema kila siku kwa kumalizia ni kwamba mtu akifa vizuri msiwe mnamlilia, bali na nyinyi na sisi tutamani kufa kama yeye, kwa kuwa kula amekwenda katika starehe bila mwisho. Na mtu akifa vibaya ndio wakulilia huyo, kafa hana ibada, kafa dhalimu, kafa mtu mwovu, huyu ndio wakulilia, kwa sababu anakwenda jahannam, mahala ambapo hakuna yeyote anaweza kuvumilia. Kwa hiyo tuwaombee dua wote waliopita katika wazee wetu. Amin. Tuwaombee dua katika ndugu zetu, warafiki zetu, watoto zetu, dada zetu na nini. Allah waliokuwa mbele yake kule awarehemu. Amin. Wote ambao waliobaki katika kikaango hapa ardhini, tunaomba Allah waweke kwenye siratul mustaqim. Amin. Awape wakati wa kufikiri maovu na kuyaepuka. Amin. Yale waliokucha kuyatenda na kujuta, wajute na waamue wasirudi tena. Amin. Ili wanusurike hapa duniani na kaburini na yaumul qiyama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka
رؤوف رحيم. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، ولك الحمد ولا ما قضيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحم موتانا، ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لها هذه المرحومة، اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء وثلج البرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها، وزوجا خيرا من زوجها. اللهم اغفر لها واغفر لها ولنا. اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر لنا ولها. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.